Kwa muda mfupi ambao ninao, tutaongea kuhusu organized systems. Hebu sema organized systems. Yeah, ili uweze ku start and to finish victoriously, you need organized systems. You need to have systems that are organized. Ukiniambia kwa mfano ni share na wewe kitu kimoja ambacho kinaweza kikabadilisha maisha yako, sio maisha ya shule. Tunajua pia kuna watu ambao ni final years hapa. Wangapi wako mwaka wa mwisho? Either watatu, wanne, watano, wasita, wasaba. Okay, yeah. Kwa hiki kitu ambacho tutajifunza leo kitakufaa whether uko shule au uko maisha baada ya shule. Kwa hiyo kiniuliza kitu kimoja ambacho kinaweza kikaleta a revolution, kinaweza kikarevolutionize efficiency yako kwenye maisha na kwenye shule, I'll talk to you about systems. Ukiniuliza kimoja nitakwambia ni systems. Mwaka 2023 nilikuwa naenda shule. Nilikuwa naondoka kwenye mazingira yangu, nilikuwa naondoka Dar es Salaam. Kwa hapo nilikuwa na vitu kadhaa vinaendelea, na ofisi inaendelea, na familia inaendelea, na maisha yanaendelea. Sasa wakati ninamuomba Mungu nifanyeje, nikiwa kwenye maombi, Mungu akaongea na mimi kuhusu systems. Akaniambia don't settle, don't rest until you have created systems. Kama unataka mambo yaendelee kwenda bila wewe kuwepo, unahitaji kuwa na systems ambazo ziko in place. Mungu mwenyewe alipumzika baada ya kuwa amemaliza kutengeneza mifumo. Unajua, ukiangalia uumbaji wa Mungu, tangu Mungu alivyomuumba Adamu na Eva, Mungu hajawahi kushuka tena kuja kuumba mtu kwa namna ile. Tangu Mungu alivyosema iwe miti, nani ashaye kumuona Mungu anapanda mti? Mungu alitengeneza systems tu afu akaondoka zake. Alihakikisha tu kwamba kila mti una mbegu. Kwa sababu kuna mbegu ndani ya kila mti, miti itaendelea kuwepo tu. Alihakikisha kila kiumbe hai kina uwezo wa kureproduce. Hizo ni systems. Hata baada ya Yesu Kristo baada ya mwanadamu kuanguka, Yesu Kristo akaja. Yesu alikuja kufanya nini? Juzi tulikuwa tunasherehekea Pasaka. Mojawapo ya vitu ambavyo Yesu amekuja kufanya, Yesu alikuja kutengeneza system. Alikuja kutengeneza utaratibu mpya tofauti na ule ambao Adamu alikuwa ameuharibu. Kwa mfano ukisoma Yohana 12:20, nenda na mimi, kuna mahali ninaenda kwa twende pamoja taratibu. Yohana 12:20 inasema kuna Wayunani walimwendea Filipo wakasema tunataka tumuone Yesu. Hapa Yesu alikuwa ametoka kumfufua Lazaro. Kwa watu waliokuja sasa Yerusalemu baada ya kusikia habari za ule ushuhuda wa Lazaro aliyekuwa amekufa siku 4 kufufuka, wakaja hadi watu wa mataifa. Wayunani walikuwa ni watu wanaotokea nje huko ya Israeli, wakasema na wao wanataka kumuona Yesu. Yesu alivyosikia kwamba watu wanasafiri kwa umbali huo wote, na ukumbuke kwamba ujio wa Yesu wa mara ya kwanza, Yesu alikuja kwa ajili ya Wayahudi, lakini ilikuwa ni kupitia pale sasa wokovu ungekuja kwa kila mmoja. Kwa Yesu alivyosikia kwamba kuna Wayunani wanataka kumuona, ni kama walimkumbusha kitu. Walimkumbusha kwamba akiendelea kubaki kwenye mwili, ili uweze kupata utatuzi wa changamoto zako, ilibidi usafiri umfuate Yesu alipo. Lakini sikiliza hapa mstari wa 20 anachosema. Anasema naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuze mwana wa Adamu. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Kwa Yesu anamwambia Filipo pamoja na Andrea waliokuja kumwambia kwamba watu wa mataifa wamesafiri wanataka kumuona. Anawaambia sasa hivi na paraphrase kwamba nikibaki katika hii hali iliyopo sasa hivi, impact yangu itakuwa limited. Lakini hii chembe ya ngano, hii mbegu ikifa, itatoa mazao mengi. Kwa baada ya Yesu kufa na kufufuka, sasa hizi uhitaji kwenda Yerusalemu kwenda kuokoka. Biblia inasemaje? Inasema na yeyote atakayefanyaje? Atakayeliitia jina la Bwana bila kujali yuko wapi ataokoka. Hiyo ni system au sio system? Yaani Mungu ametengeneza mfumo ambao utaenda mbinguni hata kabla hujaweza kupata hela ya kwenda Yerusalemu.
Kwa nini? Kwa sababu there is a system in place, na kwa sababu ya hiyo system kuna billions ya wanadamu ambao wameweza kumjua Yesu Kristo. Sasa na wewe pia kwenye maisha yako, kama unataka ufanisi, lazima ujifunze kutengeneza mifumo. Unafikiri kwa nini watoto wa shule sekondari na shule ya msingi wanafanya vizuri sana? Sababu mojawapo ni kwamba wanaishi kwa ratiba. Wanaishi kwa ratiba. Kuanzia anaamka asubuhi hadi jioni anaenda kulala. Mtoto wa shule ya msingi na sekondari anajua kwamba anatakiwa afanye nini saa ngapi. Kuna kengele inamguide. Akifika nyumbani anajua kwamba saa hizi nikifika nyumbani nakula, nikimaliza ni homework. Akimaliza homework ndio anakuwa free kufanya mambo mengine. Akitoka hapo anaenda boarding ambako anasimamiwa hadi prepo saa 4 ndio anaenda kulala. Matokeo yanatoka anafanya vizuri. Alafu anakuja chuo tu ghafla all of a sudden hakuna kengele. Hakuna mtu anayemwamsha asubuhi. Vipindi anaweza akaenda au asiende, hakuna roko. Hapo sasa ndio uhalisia wao unaanza kuonekana. Kuna nini kilichobadilika? Nafahamu watu ambao walikuja chuo na division 1 kali sana za form 6. Alafu wakaja kudisco mwaka wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ametolewa kwenye mfumo, ametolewa kwenye system. Kwa matokeo yamebadilika. Yaani result sio huwezi kuniambia kwamba wewe mtu hana akili. Unaweza ukapata 1 nzuri ya form 6 kama una akili. Yaani kwamba umefika chuo wewe una akili. Kwa hiyo kama unafeli kuna sababu nyingine, usije ukawaza kwamba una akili. Ungekuwa una akili usingekuwa hapa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimepungua. Kwa akija hapa anajikuta kuna series, laptop yake imejaa series. Akitoka hapo anakuta kuna mpira. UEFA anaweza akaangalia mechi hadi saa 6 usiku, asubuhi ana kipindi saa 1. Anasema vipindi vipo tu tutaenda. Ukiunganisha huo muda wote uliopotea, mwisho wa siku anashangaa semester ya kwanza sapu 2 hizi hapa. Semester ya pili ya kinini sapu 3 hizi hapa, tayari safari ya nyumbani imeiva. Au mambo yalikuwa yanatokea kipindi chetu. Najua nyie haitokei hivi. Lakini huyo mtu ametolewa tu kwenye system. Mwanadamu anaishi kwa ratiba. Hivi kwa nini mko hapa leo? Kwa nini hamkuja hapa? Jana Ijumaa mlikuwa na ibada ya maombi, si ndio? Lakini mko hapa leo kwa sababu hii ni ratiba. Yaani mwanadamu anaishi kwa ratiba, anakula kwa ratiba. Anaenda kanisani kwa ratiba. Kwa hata kwenye maisha mengine huko ya shule, ili uweze kuwa na ufanisi lazima pia uwe na system. Wanasema mtu wa kawaida mwenye system atafanya vizuri kuliko mtu wa tofauti ambaye hana system. Mwanafunzi mwenye akili ya kawaida tu halafu ana mifumo mizuri atafanya vizuri kuliko genius ambaye hana system, ambaye anasoma siku ambao ana mood, siku ambao anajisikia, siku ambao boom limeingia, angalau ana push kidogo shule kidogo, baada hapo anarudi kwenye mambo yake mengine. Sasa mwanafunzi wa kawaida atafanya vizuri zaidi akiwa kwenye mfumo kuliko mtu ambaye ana uwezo mkubwa afu anaishi bila utaratibu. John Maxwell ni mmoja kati ya very accomplished authors ninaowafahamu. Wakati amefikisha vitabu 40, he is one of the authorities za leadership kwenye mambo ya uongozi. Wakati amefikisha vitabu 40, akaulizwa kwamba uliwezaje kuandika vitabu 40? Akasema, kila siku ninasoma, kila siku ninatafakari, na kila siku ninaandika. Akaambiwa, vipi kuhusu siku ambazo hujisikii vizuri? Anasema, siku ambazo sijisikii vizuri nikiamka asubuhi, cha kwanza ninasoma, cha pili ninatafakari, na cha tatu ninaandika. Akaambiwa, vipi kuhusu siku ya birthday yako? Akasema, siku ya birthday yangu of course kutakuwa na sherehe, lakini kabla ya sherehe nitasoma, nitatafakari na nitaandika. Akaambiwa, Krismasi? Akasema, Krismasi kabla ya mambo mengine yote nitasoma, nitatafakari na nitaandika. Matokeo yake ni kwamba vitabu vinatoka tu. Hiyo ni nini? Hiyo ni system. Kuna watu ambao wana vipaji vikubwa vya uandishi kuliko yeye, lakini unaweza kukuta wana kitabu kimoja au viwili au hawana hata kitabu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanya matokeo yaweze kuonekana ni systems. Nikiishi na wewe siku moja, yani ukinipa muda niishi na wewe siku moja, niwe nakufuata tu kwa mbali. Labda ningekufuata karibu utajisikia vibaya. Lakini uniruhusu tu niwe nakaa kama mita 50 hivi au 100. Nikuangalie tu unavyoishi. Siku yako moja chuoni bila wewe kujua, naweza nikakwambia kwamba mwisho wa semester matokeo yako yatakuwaje.
Kwa nini? Kwa sababu mafanikio ni siku moja ambayo imezalishwa mara nyingi. Yaani unavyoishi siku yako moja, hiyo siku ukiweza kuishi vizuri afu ukaifanya hiyo siku iwe kila siku, hayo ndo mafanikio. Hayo ndo mafanikio. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba Mungu alikuwa anajua kwamba kila siku atafanya nini kwenye uumbaji, zile siku 6 zile. Siku ya kwanza alikuwa anajua atafanya nini, ndio maana ilipofika jioni akasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Sio kwamba Mungu alikuwa anaamka tu afu anaanza kufikiria kwamba hebu ngoja nitenganishe giza na mwanga. Ukiangalia yale matukio yalivyokaa yanafuatana. Yaani kitu kilichotokea siku ya kwanza kilikuwa kina lay foundation kwa ajili ya mambo yatakayotokea siku ya pili na mambo yatakayotokea siku ya tatu. Kwa kila siku ilivyoisha, Mungu alikuwa amemaliza anachotakiwa kufanya siku hiyo. Hata sisi tunavyofanya mara nyingi, unakuta siku yako ya kwanza na ya pili umezipoteza zote. Kwa hiyo inafika siku ya 6 unatakiwa muumbe mwanadamu, unamuumba mwanadamu ambaye hana kazi ya kufanya. Kwa sababu muda ambao unatakiwa uumbe mimea na nini, wewe ulikuwa zako unaangalia series. Kwa ukimwangalia Mungu utagundua kwamba Mungu ana yeye mwenyewe ana operate kwa systems. Nilisoma Ilboro Advance. Sasa wakati ninaenda pale nilikuwa ninafikiri kwamba ile ni shule ya vipaji. Na ni shule ya vipaji. Kwa hiyo nilitoka seminari kwenda pale. Kwa hiyo nilikuwa natarajia kwamba nikifika pale nitakuta watu ambao hawasomi. Yaani kama wewe ni kipaji si unafaulu tu. Kwa watu wanagusa kidogo, mnasema one touch double manifestation, si ndio? Kwa hiyo sikutarajia nikute watu ambao wanasoma sana. Lakini nilipofika pale nimefika form 5 kama labda sisi tulijoin mwezi wa 3, sikumbuki hata tulikuwa tunaingia mwezi wa ngapi, lakini form 6 walikuwa wamalizi mwezi wa 5. Kwa hiyo sikumbuki tulikuwa tumeingia muda gani, lakini form 1 walikuwa wametutangulia sio muda mrefu. Yaani kama labda walikuwa na miezi 3 shule afu sisi ndo tukafika. Sasa tumefika tuko kwenye ibada ya fellowship. Akaja dogo mmoja wa form 1. Anasema amekuja kutoa ushuhuda na kumshukuru Mungu siku ya Alhamisi, ilikuwa ni siku ya sadaka ya shuhuda na shukrani. Anasema mimi namshukuru Mungu, wakati nimekuja hapa shule nilikuwa naweza tu kusoma hadi saa 6 usiku. Lakini sasa hizi naweza kusoma hadi saa 9 hadi asubuhi. Huyu ni form 1 ambaye ameandika peji ngapi huko kwenye daftari? Hata nusu hajafika. Lakini anasoma hadi asubuhi. Hivi akiwa TO huyu ni kipaji huyu? Hiyo sio kipaji, huyo ni mtu mwenye bidii tu. Jamaa ambaye alikuwa TO mwaka wetu form 6 yetu. Tulikuwa naye. Alikuwa anasoma PCM. Yule bwana, classmates wake wananiambia wakati sisi tuna report form 5. Yeye alikuwa ameshamaliza syllabus ya advance. Kwa miaka 2 yote tuko shule yeye anafanya revision. Hivi akiwa TO ni kipaji? Kipaji ni bidii. Kipaji nini? Ni bidii. Huyo ni mtu tu mwenye bidii. Nilipofika pale nilikuta watu ambao wana bidii isiyo na maelezo. Nimetoka seminari ambako tunasimamiwa kila kitu. Nikafika pale kwanza hamna mwalimu. Mwalimu nakutana naye darasani kidogo. Anagusagusa, anaondoka, lakini katafute kama utakuta mtu anayepoteza muda. Watu wametulia, wanasoma, wanafundishana. Bidii, bidii. Kwa hiyo systems, hata kipaji ni mfumo, ni systems. Wewe mwenyewe ni kipaji. Umekosa nini? Umekosa mifumo, tumekosa systems tu za kukufanya sasa tuweze kuona hicho kipaji. Kwa unahitaji systems kwenye haya maisha. Unahitaji systems hadi kwa ajili ya madhaifu yako. Unajua unatakiwa ujifahamu kwamba wewe strengths zako kwenye shule ni zipi na weakness zako ni zipi. Nikiwa law school niligundua kwamba mimi sio mzuri wa kukariri. Yaani ninafanya vizuri sana vitu vya kuelewa. Sasa nimefika law school nikakutana na shule ambayo asilimia kubwa ni kukariri. Lazima ukariri ma documents, ukariri vifungu, ukariri a lot of cramming. Na mimi sasa nikagundua mimi hapa hii ndio weakness yangu. Kwa hiyo nafanyaje? Of course ya kwanza nikamwomba Mungu. Cha pili Mungu akanipa strategy. Hivi kwa mfano kama kila siku unatakiwa ule anaitwaje? Ule chura mmoja kwa siku. Muda mzuri wa kumla hiyo chura ni saa ngapi? Asubuhi mapema kabla mambo hayajawa mengi, si ndio?
Kwa hiyo ukiamka unamalizana naye alafu unaanza kula vitu vizuri. Kwa hiyo I had to come up with a strategy. Alfajiri, mimi am a morning person. Walikuwa wanaongea hapa kuhusu self awareness. Mimi am a morning person. Yaani alfajiri naweza I can change the world in the morning. Kwa hiyo nika strategize kwamba nitakuwa naamka saa 10, ninafanya devotion hadi saa 11, ninaomba na hakikisha kwamba roho yangu imeamka. Naomba, nasoma neno, na tafakari, nakuwa alive, nakuwa awake from kuanzia roho yangu. Alafu baada ya hapo nitaanza kusoma vitu ambavyo sivipendi. Hivi kwenye mtihani wao unaulizwa vitu unavyovipenda peke yake? Mtihani wao unaulizwa vitu vyote unavyotakiwa kujua, wewe unavipenda uvipende. Kwa kama utaviulizwa, kwa nini usivisome? Kuna muda unajua akili huwa inakwepa vitu vigumu. Kwa ukifikia ukiwa unasoma story sawa, una enjoy. Ukifika kwenye vitu vigumu inakwambia hiki utasoma siku nyingine. Utasoma karibia na mtihani. Alafu ukisoma karibia na mtihani ndo hakikai sasa. Kwa hiyo nikaa naanza na vile vitu ambavyo naona ni vigumu, ambavyo haviingii kichwani kiurahisi. Nikipambana navyo kuanzia saa 11 hadi saa 1 kila siku, hata kama niko slow kiasi gani, vitakaa. Baada ya miezi 6 vitakuwa vimekaa kwa asilimia kubwa. So you need even a system for your weaknesses. Unahitaji mfumo hata kwa ajili ya changamoto zako za kielimu na za kiuelewa. Unatakiwa utengeneze system kwenye maisha yako kiasi kwamba hata ukimleta mtu ambaye hana kichwa, alafu ukamuingiza kwenye mfumo wako wewe akaufuata, aweze kupata matokeo kama ya kwako. Yaani maisha yako yawe na structure kiasi kwamba mtu yoyote akiyafuata, mwisho wa siku atajikuta amepata matokeo mazuri, hata kama ana uwezo mdogo. Yaani atapata the best out of themselves. You need that structure. Hata maisha yako ya kiroho unatakiwa yawe na mfumo kiasi kwamba ukimchukua mtu aliyerudi nyuma duniani akakufuata wewe ratiba zako kwa wiki moja, anatakiwa awe mwana uamsho ambaye amerudi kwa nguvu kubwa. That is what a system can do. Sasa maeneo matatu ambayo you need systems for. Cha kwanza, you need a system for your spiritual growth. You need a system for your spiritual growth. Kwa nini? Kwa sababu waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiavyo. Wewe sema kama vile roho yako ifanikiavyo. Huu mstari unalazimisha, yaani kama wewe ni muamini, huu mstari unakulazimisha kwamba mafanikio yako kwenye maisha hayawezi yakazidi kiroho chako. Yaani mafanikio yako kwenye mambo mengine ya maisha yatakuwa yanaamuliwa na level yako ya kiroho. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Hebu imagine huo mstari ungekuwa unaishia hapo, tungekuwa tumemaliza, si ndio? Lakini unasema na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiavyo. Kwa kama unataka kufanikiwa, maana yake sehemu ya kwanza ya kuanzia ni rohoni. Sehemu ya kwanza ya kuanzia ni rohoni. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuwa mkubwa kuliko kiroho chako. Hebu mwambie mwenzako, huwezi kuwa mkubwa kuliko kiroho chako. Kwa mambo yote, life flows from your spirit. Maisha yanatiririka kutokea rohoni, kutokea kwenye roho yako. Na ndio maana maandiko, nafikiri kwa nini maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Kwa nini? Kwa sababu huko ndiko zinakotoka nini? Chemi za uzima. Kwa unaweza ukawa na mifumo, ukawa na nini, lakini kama roho yako umeiabandon, hauna system kwa ajili ya spiritual growth yako, bado utastruggle. Bado utastruggle. Sasa unatengeneza vipi systems kwa ajili ya ukuaji wako wa kiroho ili uweze kuwa na ufanisi? Cha kwanza ni kujifunza kuanza siku zako na Mungu. Start your days with a devotion. Start your days with a devotion. Biblia inasema kwenye Marko 1:35, hata alfajiri na mapema Yesu Kristo akaamka, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Yesu alikuwa anaanza siku zake na Mungu. Mwana uamsho mmoja akasema, usipomuona Mungu asubuhi
usitarajie kumuona masaa ya siku yaliyobaki. Kwa jifunze kutengeneza nafasi kwa ajili ya Mungu kwenye siku zako, kama unataka ufanisi, Yaani hiyo inatakiwa iwe ni tabia yako. Kipindi niko first year nilikuwa naishi Mabibo. First year nilikaa Mabibo. Nilikuwa nakaa room peke yangu, ndio nilikuwa first year. Wale brother zangu walikuwa hata hawajaokoka, walikuwa third year huko wanasoma engineering nini. Sasa walikuwa wananiona kila alfajiri, nilikuwa nakaa block E. Kwa kila alfajiri naamka, naenda nyuma kule uwanjani, naenda kuomba. Narudi. Kila siku wananiona dogo, kweli siku zingine nina usingizi na najilazimisha, wananiona ninavyo struggle, lakini nikifika pale nikiimba wimbo wa kuabudu kidogo, nikatembea, Roho Mtakatifu anashuka, napiga prayer hadi saa 1 narudi, najiandaa naenda kugombania shato na kuja chuo. Sasa siku moja nilikuwa tu ni zile siku ambazo sijisikii kabisa kwenda kuomba. Kwa hiyo nikaa nimelala. Saa 12 moja imefika, nimelala. Saa 12 imefika, nimelala. Wale brother zangu wale ambao hata hawajaokoka wakaniambia, dogo vipi? Leo uendi kuomba? Yaani wao wenyewe hawaombi, lakini wanajua mimi ili niendelee kuwa mtu mzuri kuna mahali huwa naenda asubuhi na lazima niende. Nilirudi shule yangu niliyosoma O-level. Mama mmoja alikuwa mpishi kipindi tuko pale. Kwa kila siku asubuhi akienda kupika uji alikuwa ananipita na rafiki yangu, tuko uwanjani. Kulikuwa kuna baridi, nimesoma Moshi. Tunaomba. Sasa nimerudi nikiwa mtu mzima hivi. Akaniambia, Seuya, bado unaomba asubuhi? Yaani hicho ndio kitu kimoja anachokikumbuka kwamba huyu alikuwaga. Nikamwambia, ni mama, hiyo ilikuwa ni password, siwezi kuacha. Hayo ndio maisha yangu, yaani hiyo ndio mimi. Sasa jizoeshe kwenye system zako ili uendelee kuwa hai kiroho. Jizoeshe kuanza siku zako na Mungu. Jizoeshe kuanza siku zako. Kwa hata nikiwa baadaye nikahamia campus, nakaa block hall 4 pale. Asubuhi nilikuwa naamka naenda chepo, naomba, nikirudi nasoma Biblia. Kipindi hicho nilikuwa nasoma chapter 3 kwa siku. Nasoma na tafakari. Nikimaliza nasoma chapter 1 ya kitabu. Alafu nikimaliza hapo unafikiri ninafanyaje? Ninarudi kulala. Hiyo combination hiyo ya hivyo vitu vitatu inanisaidia kupata usingizi. Nikitoka hapo nakuwa na hasira za kwenda kukimbiza ndoto zangu. Kwa nini? Kwa sababu roho yangu imeamka, imejaa neno, imejaa nguvu, afu imetiwa hasira na vitu nilivyosoma. Kwa hiyo nikitoka hapo ninakuwa na energy ya kuweza kusukuma siku. Kuna mtu unapoteza muda, unajua kabisa natakiwa niamke, natakiwa niondoke, niende kusoma, lakini tu kuna uvivu na uzembe fulani ambao unakushikilia, unaendelea kulala. Hiyo inaonyesha kwamba wewe hujui unachokifanya. Yaani huna sababu za kukutosha kukufanya uamke ukapambane. Hasa hizo sababu unazipata kwa kumpa Mungu nafasi, lakini pia kwa kuwa msomaji. Kwa msomaji. Kwa hiyo roho yako lazima uiwekee strategy. Ukiwa chuo hivi unatakiwa uwe mtu wa mifungo sana. Mtu wa kufunga na kuomba. Yaani siku zako wewe unazokula zinatakiwa ziwe chache. Kwa age yenu na umri mliopo huu, unatakiwa uwe mwembamba sana. Yaani unanenepa, una raha gani saizi? Hela huna. Kesho hujui nini kitatokea. Shule unapambana, alafu kweli unaweza ukala wiki nzima. Ukafunga Ijumaa peke yake, tena yenyewe kwa mbinde sana. Kama unataka kuona mambo yana move, mambo yanaenda, unatakiwa uongeze intensity kwenye maisha yako ya kiroho. Hebu mwambie mwenzako intensity. Unatakiwa uongeze intensity kutoka kwenye maisha yako ya kiroho. Kuna watu wananiuliza nawezaje kufanya mambo ninayoyafanya sasa hivi, watu ambao wanajua labda mambo ninayofanya machache. Lakini I draw strength from my spirit. Yaani nikishaamka alfajiri nikapata muda wa kutosha na Mungu, nikaomba, roho yangu ikaamka, sometimes hata for 3 hours, nikamaliza, nikasoma neno, nikatafakari, nikitoka hapo I can do anything. Yaani hiyo muda wa siku uliobaki naweza nikafanya nao chochote ninachotaka. Nitafanya kazi, nitaandika, nitafanya chochote ninachotaka kufanya. Kwa nini? Kwa sababu my spirit is strong. Roho yangu ina nguvu ya kuweza kupush vitu viweze kutokea. Kwa hiyo huu ni muda wa wewe kuhakikisha kwamba una system inayoeleweka kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo miaka 9 ambao nimekuwepo fellowship na nimekuwapo chuoni,
naweza nikawaambia kwamba watu wengi huwa wanapotea kiutumishi wakiondoka fellowship. Yaani wakishaingia huko mtaani, changamoto zikaanza za kutafuta hela, familia, watoto. Yaani wewe fikiria saa hizi tu uko mwenyewe tu, afu fellowship unapatikana Jumamosi peke yake. Fikiria ukaolewa, una watoto 3, una kazi, una mume, na una majukumu. Hivyo hata tutakuona hata Jumapili kweli? Kwa maana yake huu ndio muda wa wewe kutengeneza muscles. Yaani ili uweze uko nje, ili ukitoka uendelee kuwa relevant, uendelee kuwa on fire, inabidi hizo muscles uzitengeneze sasa hivi. Hakuna muujiza wote utakaotokea kiroho ukishamaliza shule. Kuna mtu anasema baba, nikimaliza shule nitakuwa free. Ukimaliza utagundua kumbe saa hizi ndio uko free sasa. Na saa hizi ukiwa shule hapa uko mwenyewe tu una manage mambo yako, saa hizi ndio uko free. Mambo huwa yanaenda tu yanaongezeka. Kwa hiyo ni muda wa kuongeza spiritual intensity. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia saa hizi unajua nyinyi ndio mko kwenye umri wa kufanya maamuzi. Yaani asilimia kubwa ya maamuzi utakaoyafanya saa hizi utaishi nayo maisha yako yote. Huu umri mliopo huu ndio umri ambao utachagua kwamba kwanza umeshachagua kwamba usomee nini. Alikuwa anasema Don hapa na Shukrani. Yaani tayari ushafanya maamuzi. Na nimependa ushauri wao. Wewe ushauri uchukue hivyo hivyo. Huyu wa hivi kwamba ubadilishe na kwamba usibadilishe. Chukua wewe ushauri wote unafaa. Wote uko relevant. Sasa tayari ushaamua hapa saa hizi kwamba usome nini. Kwa hata kama utabadilisha tayari huu mwaka umeshaenda. Kama hautabadilisha maana yake ndio tayari hiyo ndio taaluma yako umeshaisoma. Kwa tayari ushafanya maamuzi makubwa kwa mara ya kwanza kwenye maisha yako. Kwa sababu kusoma hadi form 6 lazima usome hadi form 6. Baada ya hapo usome nini sasa? Hapo ndio inategemea sasa ulikuwa unamsikiliza Mungu au ulifumba macho tu ukachagua ukaangalia pale ukashusha ukasema hii hapa. Sasa hayo ni maamuzi ambayo umeshafanya. Huu ndio umri ambao utachagua uoe au uolewe na nani. Hayo ni maamuzi makubwa sana. Ni maamuzi ambayo yanaweza yakakusogeza mbele kwenye maisha au yakakufanya ukaishi the rest of your life ukiwa unajaribu kusurvive. Sasa hayo ni maamuzi yanayomhitaji Mungu sana. Huu ndio umri ambao utachagua uishi wapi. Kuna mtu hapa saizi anawaza mimi nikimaliza tu kusoma na rudi zangu kwetu. Ukimaliza chuo unatakiwa umsikilize Mungu anasema uende wapi. Kwa sababu baraka ya Mungu pia iko sehemu ambayo anataka wewe uwepo kwa wakati huo. Kwa kuna maamuzi mengi sana. Yaani nikiangalia hivi kama uombi yani nakusikitikia sana. Kama hauko serious na maisha yako ya kiroho nakusikitikia kwa sababu una maamuzi makubwa mengi ambayo yako mbele kwenye maisha yako. Ya wewe unatakiwa uyafanye sasa hivi. Na hakuna mtu anaweza akakusaidia haya maamuzi. Ni wewe unatakiwa uyafanye, umsikilize Mungu, upate amani ya Roho Mtakatifu, uamue. Biblia inasemaje kwenye Isaya 30:21? Inasema kabla hujageuka kulia au kushoto, utasikia sauti nyuma yako inasemaje? Inasema njia ni hii, ifuate. Kwa Mungu anaahidi kwamba yeye yuko tayari kuwa anaongea na wewe kila mara ukiwa unasikiliza. Lakini lazima umsikilize. Lazima umsikilize. Yesu anasema kondoo wangu anaisikia sauti yangu. Kwa kama wewe ni kondoo wa Yesu Kristo, Yesu ameahidi kwamba utakuwa unamsikia. Swali ni kwamba sasa utakuwa unasikiliza wakati anaongea? Ili usikilize lazima uwe mtu wa rohoni. Lazima uwe mtu wa rohoni. Lazima uwe mtu wa rohoni. Lakini kitu kingine ni muhimu sana uwe na system kwa ajili ya maisha yako ya kiroho kwa sababu asilimia kubwa ya sehemu za maana unazotakiwa kwenda kwenye haya maisha, kama unataka kwenda mbele, unataka kufanya vizuri, inabidi uongeze uwezo wako wa kupenya. Hebu sema kupenya. Kuna kitu kinaitwa maneuverability. Sehemu kubwa za maana hautakaribishwa. Yaani sio ukafikiri kwamba kuna mtu amekaa anasubiria wewe umalize chuo akakupe kazi nzuri ya maana. Lazima kama ni kazi nzuri ya maana itakuwa na competition. Sasa how do you get there? Inabidi uongeze uwezo wako wa kupenya. Yaani kuna muda hakuna njia hiyo sehemu, hakuna mlango, lakini watu wanashangaa tu umefika.
na ukishafika sasa hawana cha kufanya na wewe, inabidi wakutengenezee nafasi. Inabidi wakutengenezee nafasi. Sasa hiyo ability, hiyo flexibility, hiyo ability ya kumanuva, hiyo ability unaipata kwa kuwa mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni vita zake sio za mwilini. Konye mna strategize, mnafanya networking, mnahonga, mnashangaa tu yeye amepita na amefika. Amepitia wapi hakuna anayejua. Wakati nakuwa katibu wa fellowship hiyo nikiwa sekandia, sikuwa naimba kwaya, sikuwa na kuhubiri, si nilihubirigi mara moja tu ibada ya jioni, outreach nilikuwa jikoni. Kwa hata sikuwa na sehemu kwamba si nitaonekana. Mwenyekiti mwenyewe si kama hata alikuwa ananifahamu. Kipindi chetu mwenyekiti sijajua siku hizi, lakini kipindi chetu mwenyekiti alikuwa ni kama mchungaji. Kwanza alikuwa ni kaka, ni mchungaji. Yaani huwezi kwenda kwa mwenyekiti tu kichwa. Na kurupuka tu unaenda kwa mwenyekiti. Sasa siku nilivyochaguliwa kuwa katibu, kakangu mmoja akaniambia, "Oh, sio bure, lazima ulikuwa unafanya mambo yako chini sana." Akafikiri labda nilikuwa nimefanya lobbying au nilikuwa nimefanya nini, labda nimefanya kampeni au nimefanya nini. Lakini nilikuwa tu nimepenya, nimefika Excom, sasa hawana cha kufanya na mimi, inabidi tu anipe nafasi. Ability to do what? To maneuver, uwezo wa kumanuva. Nilikuwa nasoma biography ya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ameleta watu milioni 60 kwa Yesu kwa miaka yake aliyohubiri Injili, miaka 50 aliyohubiri Injili. Hasa Reinhard Bonnke, wakati huduma yake ya Christ for All Nations ina peak, wakati inaanza kupata kasi huku Afrika, siku moja Mungu akamuonyesha maono. Akamuonyesha meli kubwa sana ya kivita. Halafu ile meli, kawaida hizo meli zinatakiwa ziwe baharini, zikae baharini. Lakini akamuonyesha ile meli iko kwenye mto, mojawapo ya mito ya huku Afrika. Halafu ile meli ikaenda, sasa mito huwa inapungua size. Kwa hiyo ikafika mahali fulani mto umepungua size, ikaingia pale, ikakita. Akajaribu kuirudisha nyuma, ikawa hairudi, akajaribu kwenda mbele, ikawa haiendi. Mungu akamwambia, hii ndo, yani hiki ulichokiona, hii meli ndo huduma yako hii unaifanya. Akamwambia, wewe a great worship does not just need ability to move forward, it also needs the ability to maneuver. Meli kubwa ya kivita haihitaji tu kuwa na uwezo wa kwenda mbele, inahitaji tu pia uwezo wa kunyumbulika. Lazima iweze, kama unafanya huduma Afrika, yani huduma yako itakuwa kama meli ambayo iko kwenye mito. Kwa lazima iwe ina uwezo wa kurudi nyuma, iwe ina uwezo wa kupenya sehemu ambazo hazina nafasi ya kutosha. Sasa Mungu akamwambia, uwezo wako wa kupenya ni mdogo kwa sababu ya maombi yako ni machache. You have to go back to the drawing board or restructure your prayer ministry. Kwa nini? Kwa sababu nidhamu za kiroho, maombi, mifungo, hivyo ndio vitu ambavyo vinakufanya uwe flexible, uweze kupenya, uwe mwepesi, uweze kupita hata sehemu ambazo hazina njia. Kuna masomo ili ufanye vizuri lazima ufunge na kuomba. Uje kuwa na profesa ambaye inabidi umwendee chepo kwanza. Kama bado hujampata utampata. Yaani hata yeye hajui umefauluje, lakini anashangaa umefaulu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mamlaka ya juu zaidi. Kuna mamlaka ya juu yake ambayo inaweza ikaamua, ambayo inaweza ikaamua nini kitokee. Lakini pamoja na kuongeza intensity kwenye maombi, unahitaji pia ufahamu. Unahitaji maarifa. Unahitaji maarifa. Mungu anamuuliza Ayubu kabla ya hiyo. Ukimwangalia Ayubu utagundua kwamba Ayubu hakuibuka tu from nowhere akawa Ayubu alivyo. Biblia inasema kwenye Ayubu 23:12. Ayubu 23:12 inasema, Biblia ya Kiingereza inasema, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Ayubu anasema amelipa neno la Mungu muhimu kuliko chakula chake.
Lakini pia Ayubu 29 mstari wa 4. Ayubu 29 mstari wa 4, Ayubu anasema siri ya mafanikio yake. Unajua kuweza kufanikiwa na kuwa mtu tajiri kama ambavyo Ayubu alikuwa, lazima kuna vitu alikuwa anavijua. Hasa Ayubu, kupitia Ayubu 29:4, Ayubu anatuambia kwamba alivyokuwa kijana alikuwa anajua nini. Anasema, as I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. Kama nilivyokuwa katika siku za kukomaa kwangu, hapo siri ya Mungu ilipokuwa katika hema yangu. Wakati Ayubu akiwa kijana kama wewe, kitu kimoja ambacho alikuwa kimejaa kwenye maisha yake, alikuwa anazijua siri za Mungu. Ndio maana aliweza kuinuka na kuwa Ayubu tunayemfahamu. Kwa kuna levels hautafika bila kiwango chako cha ufahamu kuongezeka. Hii semester tunaosema uianze kwa nguvu na kuimaliza kwa nguvu, ili iweze kuwa hivyo lazima pia uongeze kiwango chako cha ufahamu. Ayubu anasema kama nilivyokuwa kwenye siku zangu za ujana, hapo siri ya Mungu, hebu sema siri ya Mungu. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Sasa nikawa nawaza labda Ayubu angekuepo leo, mko naye hapa UD. Haba Ayubu yuko hapa ndani leo. Na sasa sijui yeye ana siri za nini. Kuna mtu angekuwa ndo anatuandikia ile andiko, angesema kama nilivyokuwa katika siku zangu za ujana hapo UD, hapo siri za mikeka ya kubeti zilipokuwa zimejaa kwenye simu yangu. Au hapo series zilipokuwa zimejaa kwenye laptop yangu hadi inabidi nizitafutie external. Lakini Ayubu kilichomfanya akainuka ni kwamba alikuwa amejaza siri za Mungu. Alikuwa amejaza siri za Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu ana matokeo mazuri kuliko wewe, ujue pia sio kwamba tu anakuzidi matokeo, anakuzidi pia ufahamu. Anakuzidi pia ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu ukiongezeka, matokeo pia yataongezeka. Kwa hiyo jiendeleze kiufahamu. Jiendeleze kiufahamu. Unajua, na hii hapa ina apply kwa kila mtu. Kama uko shule saa hizi na kama unamaliza pia. Yaani kumaliza sio ukafikiri kwamba ukimaliza degree hapo ukapewa basi kila kitu kimebadilika. Bado inabidi uendelee kukua, uendelee kutengeneza ufahamu wako. Kwa nini? Kwa sababu dunia tuliyopo sasa hivi, watu wanaolipwa ni watu ambao wanatatua matatizo. Mojawapo ya mentors wangu aliniambia, mimi tangu nimemaliza shule, ananiambia tangu nimemaliza shule, tangu nimemaliza chuo, hakuna hata siku moja mteja amewahi kuja ofisini kwangu akaniuliza wewe ulipata GPA ya ngapi? Au mteja amekuja, mimi ni daktari, mteja anakuja hospitali, ananiambia daktari, hebu nionyeshe cheti chako cha form 4 kwanza, nataka nione ulipata ngapi biology. Watu wakija wanataka solutions. Kama ulifaulu vizuri inaonyesha kwamba ulielewa vitu. Sasa hiyo akili ya shule ilete hapa sasa. Tatua matatizo. Kwa hata unavyosoma, usisome kama mtu anayetafuta GPA. Yaani GPA inatakiwa ni bonus. Soma kama mtu anayetafuta majibu ya changamoto. Sio majibu ya mtihani. Majibu ya changamoto za maisha zilizoko huko mtaani. Ukiwa hivyo ukiwa unafikiri hivyo utaacha kusoma notes zako tu zile kidaftari chako. Kuna mtu ana kidaftari chake cha summary. Anakisoma hicho kama vile ni msaafu. Sasa hapo unatafuta majibu ya mtihani. Mtu anayetafuta solution utamkuta library anapambana na mavitabu. Na huyo mtu hawezi kufeli kwa sababu mara zote atakuwa anajua zaidi anachotakiwa kujua. Kwa nini? Kwa sababu ana aim for the moon. Target yake iko mbali. Yaani anataka kupiga mwezi. Kwa akilandi kwenye stars bado yuko sawa tu kwa sababu target yake iko mbali. Unafikiri kwa nini mtu kama Elon Musk anafanya gunduzi tu mpya kila siku na hazimshtui? Hivi ungekuwa una kampuni hata moja tu ya Elon Musk, zile ambazo hata hazifanyi vizuri sana, si ungekuwa bosi mkubwa sana, unabebewa simu, unashikwa mikono huku na huku? Lakini yeye yuko simple. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndoto zake ni kwenda Mars huko. Yaani hizi vyote ni cha mtoto. Yaani yeye kinachomsumbua ni kiko juu sana. Kwa hivyo vingine vidogo vidogo hivi anaviona hivi hamna kitu. Hivyo ndo mwanadamu alivyo. Kwa kuanzia leo unavyosoma shule, soma kama mtu anayetafuta majibu, anayetafuta solutions za maisha, sio majibu ya mtihani. Kufaulu mtihani ni rahisi sana ujue. Kuna watu wamekuaga tu wakiibia maisha yao yote na wamefaulu.
Lakini sasa uhalisia utakuja kukutana nao sasa, umekuja sasa kwenye real life situation pale, hakuna kuibia. Kwa soma kama mtu ambaye anatafuta kitu kikubwa zaidi kuliko GPA. Ndio anatafuta kitu kikubwa kuliko GPA. Na ukiwa una value, ukiwa una utatuzi wa matatizo, ukiwapa watu kitu wanachotaka, watakupa wewe unachotaka. Wewe sasa hizi unataka nini? Nyewe mmeokoka, hamtaki hela. Lakini kwa mfano kama uko hapa afu unatamani upate hela, namna rahisi ya kupata hela ni kutatua matatizo ya watu. Mimi sasa hizi nikihitaji fundi gari, wala sihitaji kuwa hata ninampenda. Nampenda wa nini? Mimi nataka mtu anaweza kutengeneza gari yangu niondoke. Na akitengeneza nitampa hela. Kwa nini? Kwa sababu amesolve a problem. Yaani hata ndugu zako, si unapata shida sana kuwaomba kutumia hela boom likisha. Wewe kuwa una solve tatizo fulani. Kuna watu nimeona wanauza mabando yale ya mitandao ya simu yale ya jumla yale. Wewe ukiwa na hiyo, ndugu yako akiwa na shida hiyo, yani hata jua kwamba yani akikununuza wewe ndo anakupa hela. Yeye anajua ana solve tatizo lake. Hivyo ndio ulimwengu unavyofanya kazi. Kwa lazima uinvest kwenye kiroho chako, kwa sababu ukuu una gharama. Greatness has a price. Yaani ukuu ungekuwa hauna gharama, kila mtu angekuwa mkuu, kwa sababu kila mtu anapenda. Lakini there is a price to pay. Na mara nyingi kuna muda tunawaza, hasa sisi vijana wa kanisani, unafikiri kwamba tu ukishawekewa mikono umemaliza. Lakini kuna vitu havitatokea kwa kuwekewa mikono. Utawekewa mikono ndio utapata upako, lakini baada ya hapo sasa inabidi ufanye investment. Ufanye investment. Huu ndio muda pia wa wewe kukaa na Mungu hadi ujue wewe ni nani na unaweza ukafanya nini. Yaani by the time unamaliza chuo, huu ni ushauri ambao mimi nilipewa na ukanifaa. By the time unamaliza shule, unamaliza chuo hapa, hakikisha kwamba watu wanaokufahamu wanajua kwamba wewe huwa unatatua tatizo gani. Yaani wanajua kwamba wakihitaji nini wakutafute wewe. So you have to know Mungu amekupa nini ambacho unaweza ukakiconvert kikawa solution kwenye maisha ya watu. Niliandika kitabu changu cha kwanza, inaitwa Mtu wa Tofauti, nikiwa mwaka wa 3. Nilikiandikia bwenini pale Hall 4. Lakini wazo la kuandika hicho kitabu nililipata nikiwa kwenye maombi ya siku 4 kavu. Tulikuwa tunakunywa maji nafikiri. Na rafiki yangu mmoja tukiwa likizo. Wakati wa maombi nikapata wazo la ile kitabu, kikaja kwa nguvu sana. Nikaja nikakiandika, sikuwa hata na hela, nilitumia boom kukitoa. Hata hela ya kudesign cover nilikuwa sina. Nilimwambia yule anaye print, bwana wewe fanya namna fulani, weka tu mazingira fulani tupate cover fulani. Ile kitabu kikatoka. Kwa sababu lilikuwa ni wazo la kimungu. Ile kitabu kilienda kama moto kwenye msitu. That was my first book. Miaka 9 baadaye, kwa neema ya Mungu, vitabu viko 7 saizi. Lakini I had to start somewhere. Yaani saizi nina wasomaji wangu ambao nikitoa kitabu sihangaiki. Kwa nini? Kwa sababu walisomaga kitabu changu cha kwanza kipindi tuko pamoja fellowship kama hivi. Hivi unafikiri ukishamaliza chuo watu utawapata hivi? Tashangaa jinsi ambavyo unaweza hata ukamaliza mwaka hujakutana hata na mmoja. Mnaonana WhatsApp tu. Lakini anatakiwa tayari anajua kwamba wewe unafanyaga nini, akitaka nini akutafute wewe. Kile kitabu kikaenda, nikapata hela, Mungu akanisaidia. Kutokea pale, moja hapo nikafanya investments kama 2 hivi. Moja hapo nikapanda miti ya mbao nyumbani kwetu. Na mwaka huu juzi tu, miaka hiyo sasa ilikuwa ni 2015, kwa miaka 10 baadaye, kuna project fulani kubwa tulikuwa tunaifanya. Ile miti yangu yani hata sijaikata, yani nimepunguza tu, tukapata mbao za kutosha kwa ajili ya kufanya millions of money tumesave kwa ajili ya wazo ambalo Mungu alinipa. Nikaandika Hall 4 pale wakati wenzangu wanaangalia series years ago. So I want to encourage you, usijione kwamba wewe ni mdogo, yani wewe ni mkubwa kweli. Wewe ni mkubwa na yani maisha yameshaanza. Kwa hiyo inabidi uwe serious na maisha. Mungu amekupa nini? Una kitu gani ambacho Mungu amewekeza kwako ambacho unaweza ukaki maximize
unaweza ukakimaximize. Kwa by the time unamaliza chuo inabidi watu wanaokuzunguka wao wanajua kwamba wewe unatatua tatizo gani. Wewe unatatua tatizo gani. Lakini pia unahitaji a system for academic excellence, for your academic excellence. Labda nimalize na hii kwa sababu ya muda. Biblia inasema kila jambo lina wakati wake, si ndio? Kwa hiyo inamaanisha pia pamoja na motivation nyingi zilizopo huko nje kwamba elimu sio kila kitu na nini, uko hapa shule kwa sababu kwenye ratiba za Mungu huu ni wakati wako wewe wa kupata vyeti. Yaani kama kila jambo lina wakati wake, pia maana yake inamaanisha kuna wakati wa kupata vyeti pia. Kuna mtu anasema mimi hata nisipofaulu sana Mungu atanifanikisha kwa njia nyingine. Kabla Mungu hajakufanikisha kwa njia nyingine, Mungu atataka ajue kwamba hii njia ya kusoma aliyokupa umeitumiaje. Hii njia, kwa sababu si unajua sio kila mtu amepata fursa ya kufika chuo kikuu. Kwa mujibu wa tafiti wa Tanzania wenye elimu ya chuo kikuu ni chini ya 5%. Hao ni watu, yaani usione watu hapa chuo ukafikiri kwamba mko wengi sana. Hii nchi ni kubwa, watu milioni 60, less than 5% ndio wana elimu ya chuo kikuu. Hiyo ni fursa kutoka kwa Mungu au sio fursa? Unafikiri wewe una akili kuliko 95% wa Tanzania ambao hawajapata fursa ya kusoma? Mimi tu nikikuangalia hivi najua una akili kiasi hicho. Wala mimi sina akili kiasi hicho. Neema ya Mungu. Sasa hii neema umeifanyia nini? Paulo anasema ile neema ya Mungu haikuwa bure. Kwa sababu nilikuwa na neema zaidi, nilifanya kazi pia kwa bidii kuliko mitume wote. Anasema mtume Paulo. Kwa na wewe umepata neema. Kwa kabla hujatuambia kwamba wewe utafanya biashara, kusoma sio vitu vyako, lazima kwanza ujue kwamba kabla Mungu hajakufanikisha kwa kwingine atataka aone kwamba kwenye hii fursa ya kusoma aliyokupa uliitumiaje. Kwa kuna muda, kama kila jambo lina wakati wake, kuna wakati pia wa kupata vyeti, na huo wakati ni huu. Na kwenye vyeti niwaambie ukweli, GPA ina mata. GPA nzuri ina nafasi yake. I have lived long enough to see that. Mwanafunzi mzuri yani huwa anaonekana. Sasa najua kwamba sio kwamba sisi wote ni A students. Hatuwezi wote kuwa A students. Lakini kitu kimoja ambacho nataka nikutie moyo, hakikisha kwamba hicho unachokipata kwenye GPA yako, hakikisha kwamba huo ndio uwezo wako. Yaani umefanya hapo, umefanya to the maximum. Hata kama umepata, hata kama una SAP. Nafahamu watu kwenye fellowship ambao walikuwa wana SAP kila semester, lakini saa hizi wametuacha mbali sisi wote ambao tulikuwa tunafaulu. Wametoka maisha yao yameki. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ni mtu ambaye amemaximize alichokuwa nacho. Amepewa talanta moja, hiyo moja ameizalisha. Kwa hiyo hakikisha kwamba unavoenda mbele za Mungu, huendi kama mtu ambaye ni mvivu anataka Mungu amsaidie kufanya majukumu yake. Unaenda kama mtu ambaye amefanya their best. Sasa anataka neema ya Mungu iongezee kitu hapo kwenye kile alichokifanya. Kwa hiyo you need a system. Na kwa mfano kama labda mtu anasema bwana mimi shule sifanyi vizuri, lakini nikifika mtaani nitafanya vizuri kwenye biashara, nitafanya vizuri kwenye utumishi, mimi nina wito. Kwa hapa niko tu namalizia lakini ngoja nifungue kanisa mtaona. Sasa hivi unajua kwamba kanuni za mafanikio ni zile zile. Kanuni za mafanikio ni, yani kanuni, vitu ambavyo mchungaji anatakiwa kufanya ili kanisa likue na aweze kuwa na impact. Ndio vitu hivyo ambavyo mwanafunzi anatakiwa kufanya. Mchungaji anahitaji kuwa na bidii, anahitaji kuamka mapema, anahitaji kufanya investment. Yaani kanuni ni zile zile, mtatofautiana tu kwamba wewe unasoma, wewe unasoma vitu vya shule, yeye anasoma Biblia. Wote lazima muombe. Mtatofautiana tu kwamba unafanya nini, lakini bidii inayohitajika ni ile ile, investment inayohitajika ni ile ile. Kwa hiyo ukishindwa kufanya hiyo sasa hivi, ujue kwamba hata kwenye hicho kitu kingine unachosema utafanya utashindwa pia, kwa sababu discipline inayohitajika ni ile ile. Wangapi wanamwalimu mwalimu jioni leo? Yeah. Kwa hiyo kanuni za mafanikio ni zile zile, na tumeambiwa hapa kwamba you have to build your system kwenye academics based on self awareness. Wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mtu wa usiku au ni mtu wa mchana? Kwa lazima pia ujifahamu wewe mwenyewe ukoje. Wewe unaweza ukakaa nyuma darasani afu ukaelewa. Kuna mtu akikaa nyuma muda wote mwalimu anafundisha, yeye anaangalia masikio ya watu walivyokaa.
Anasema huyu hapa, ili sikio lake lingesogea hivi kidogo angeonekana vizuri. Unaanza kufanya kazi za Mungu sasa wakati utakiwa usome. Sasa wewe manake huwezi kukaa nyuma, inabidi ukae mbele. Hiyo ni hesabu rahisi sana. Kwa hiyo ukiwa unajifahamu wewe ni mtu wa aina gani, utashangaa tu kwamba ukiweza kumaximize muda wa darasani, utashangaa jinsi ambavyo itaongeza ufanisi kwenye matokeo yako. Kwa sababu utakuwa unaelewa vitu, ukitoka hapo unaenda kuvipitia unakuwa vimekaa. Kwa hiyo lazima ujue wewe ni mtu wa aina gani. Unaweza ukasomea chumbani. Mimi kwa miaka miwili niliyokuwa katibu wa tawi, nilikuwa mwenyekiti wa elimu pia. Kwa hiyo nilikuwa naona matokeo ya wana Kasfeta, nilikuwa pia nafanya counseling kwa wana Kasfeta. Kuna mtu unajua tu kwamba huyu yani anakosea tu principles. Anakosea principles tu. Ndio kitu ambacho kinamfanya ana struggle. Kinamfanya unaweza ukasomea chumbani. Kuna mtu ambaye yani ukisoma chumbani ukikaa hapa, yani kitanda kiko hapa na wewe umekaa hapa, yani utakuwa unasoma dakika 2 unapumzika nusu saa. Kila mtu anaanza ngoja njinyooshe kidogo. Alafu ukisoma dakika 2 unaona umesoma muda mrefu sana. Hiyo inamaanisha tu sio kwamba wewe una mapepo. Inamaanisha tu kwamba wewe hutaki kusomea chumbani. Simple. Nenda 24 huko, nenda library. Utashangaa ukienda library unasoma 2-3 hours. Unaweza ukasoma na simu yako iko hapa mbele yako. Mimi nilikuwa nafungia simu chumbani naenda kusoma kule. Wapi kule UDBS. Simu iko chumbani. Kuna muda tulikuwa tunaenda kusoma usiku mzima. Tunarudi asubuhi. Unafikiri ukirudi dunia itakuwa imesimama kwa sababu wewe hujawasha data? Utashangaa hujamisi chochote. Lakini umegain a lot kwa kuavoid distractions. Unajua hivi vitu vinaonekana ni vidogo lakini ndio vinavyotofautisha watu. Yaani ukishindwa kujisimamia hata kwenye simu yako. Unajua kwa mujibu wa tafiti wanasema mwanadamu wa kawaida anatumia angalau masaa 5 kwa siku kwenye simu. Hebu piga mahesabu, masaa 5 mara 7 ni masaa mangapi? Masaa 35. Unajua masaa ya kazi kwa mujibu wa sheria ya kazi ni masaa mangapi kwa wiki? Ni very close to hapo. Yaani kwa kuna mtu masaa ambayo mtu amefanya kazi wiki nzima, yeye ndo masaa ambayo yeye ameyatumia kwenye simu. Na kwa mujibu wa tafiti hizo 70% ya watu wenye smartphone wanaanzia siku zao mtandaoni. Yaani akiamka cha kwanza alfajiri amefungua macho, hata hajaweka mguu chini ajue kwamba mguu wenyewe unanyanyuka. Cha kwanza anachotafuta ni simu yake iko wapi. Na asipoiona inakuwa ni emergency kubwa sana. Na unajua asubuhi sasa akili yako ndio iko fresh Umetoka kulala, ni uko energetic. Kwa ukiingia chochote unachokifanya asubuhi utakifanya kwa muda mrefu kuliko unavyodhani. Ndio maana nilikuwa nakwambia ukisoma vitu vigumu asubuhi utavisoma vitaingia kwa sababu akili yako imetoka kupumzika. Kwa ukiingia social media asubuhi kitu cha kwanza, unajua utakuja kushtuka 1 hour later. Unahama kutoka status unaenda Instagram, unarudi TikTok, unarudi WhatsApp, unaenda Instagram, unazunguka baadaye unakuja kushangaa muda wa vipindi umefika, hujaomba, hujafanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu ni muda ambao akili yako iko fresh. Kwa lazima ujifahamu. Wewe distractions zako ni zipi? Unaweza ukasoma na muziki huku unasikiliza umeweka earphones. Kwa sababu kuna muda unaweza ukakaa hivi umefungua kitabu unafikiri unasoma. Kumbe akili yako yote iko kwenye muziki unaosikiliza. Kwa lazima pia ujifahamu. Si ukajikuta unaona umesoma masaa 5, kumbe kimsingi umeconcentrate nusu saa. Kwa lazima ujue kwamba wewe una uwezo wa kuhandle hayo mambo. Unaelewa haraka au taratibu au taratibu kiasi gani? Unajua kuelewa taratibu sio ulemavu. Kama unaelewa taratibu maana yake inabidi usome muda mwingi zaidi. Mimi nisoma na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa akimsikiliza mwalimu hivi. Akitoka amemaliza, yani hahitaji kusoma hicho kitu tena. Kwa hiyo tukienda library anaenda kusoma vitu vya ziada. Sasa wewe ambaye inabidi utoke hapo, notes za mwalimu zenyewe uzirudie mara 5 ndio zikae. Hivi unafikiri unatakiwa wewe rafiki yako labda kwenye discussion ya kusaidie,
lakini hupaswi kufuata ratiba yake, kwa sababu kila mtu ana neema yake kwenye maeneo mengine. Inawezekana wewe kwenye mambo mengine huko wewe ndio utakuwa smart kuliko hiyo, kama yeye alivyo kwenye elimu, lakini lazima ujifahamu. Lazima ujifahamu kwamba wewe ni mtu ambaye unaelewa au ambaye uko slow kiasi gani. Lazima pia ujifunze kutengeneza muda wako mwenyewe wa ziada, especially kama wewe ni kiongozi au una majukumu mengi, unafanya biashara, unafanya nini, so you have to learn to create your own time. Mimi kuna kipindi nilikuwa niko busy na uongozi wa tawi, niko busy na uongozi wa kitaifa, nilikuwa nabaki likizo zangu nyingine hapa 2 weeks nakaa hapa, hakuna mtu kuna boa, lakini wao ndo muda wangu mimi, library iko wazi, naenda kusoma. Wazangu wakija kurudi 2 weeks later, mimi niko vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kwa majukumu nilionayo, I have to learn to create my own time. Muda ambao wenzangu wanapumzika, mimi sina hiyo luxury. Kwa nini? Kwa sababu inabidi. Na kwa majukumu ya uongozi sio ni mazuri, lakini usipokuwa makini anaweza akakugharimu. Mwaka wa pili mimi ndio mwaka ambao sikufanya vizuri zaidi. Yaani ukiangalia transcript yangu cha kwanza utaniuliza hivi, mwaka wa pili ulikuwa unafanya nini shule? Lakini ni mwaka ambao nilipigwa majukumu mengi, alafu pia ni mwaka mgumu shule, alafu pia nikampoteza mama yangu mwaka huo. Oh, there was so much going on. There was so much going on. Lakini nilijifunza kama alivyokuwa anasema Shukrani kwamba unajifunza sasa ni going forward nifanyeje? Niweze kugeuza hii hali. Kwa hiyo ujifunze kutengeneza muda wako mwenyewe binafsi. Muda wako binafsi. Kama Jumapili watu wanaenda kuangalia mpira, wanaenda kulala, wewe unajua kabisa mimi during the week kuna muda wangu unatumika kwenye mambo mengine. Na msiache utumishi. Usije ukafikiri kwamba ukiwa busy fellowship basi ndio utafeli. Hivyo muda wote huo ambao hauko fellowship huo unafanya nini? Masaa 24 kweli muda ambao utabeba speaker ndio ukufanya ufeli kweli? Kwa hiyo usimuondoe Mungu kwenye picha kirahisi kwenye maisha yako. 1 hour ya kwenda fellowship, unafikiri ukisoma saa moja kwenye masaa 24 kweli umekosa 1 hour kwa siku ya kumpa Mungu? Hiyo 1 hour ndio itakufanya ufeli? Wewe ulikuwa unaenda kufeli tu. Hicho ni kisingizio. Hicho ni kisingizio. Kwa hiyo Mungu usimuondoe kwenye picha. Sasa wataalamu wanasema kwa jinsi akili ya mwanadamu inavyofanya kazi, ili uweze akili ya kawaida ya mwanadamu, ili kitu kiweze kukaa, inabidi ukisome angalau mara 5. Mara 3 hadi 5. Yaani inatakiwa by the time unaingia kwenye mtihani, vitu vyako ambavyo umevisoma kwa semester hii huo umevielewa kiasi kwamba unaweza ukikutana na swali unajua kabisa ile limetoka page gani. Sasa kuweza kusoma vitu vyote ulivyosoma mara 3 hadi 5, lazima uwe mtu mwenye bidii. Yaani usiwe mtu ambaye anasubiria notes zilimbikizane, alafu wiki 2 kabla ya mtihani sasa ndio unaanza kusoma. Akili tu ya mwanadamu ilivyotengenezwa, unajua akili iko kama kompyuta au kama simu. Akili yako haiwezi kukupa kitu chochote ambacho hujawahi kukiingiza. Ushawahi kufika kwenye mtihani ukakuta swali ambalo hauna majibu yake kabisa? Sasa hilo swali maana yake simple ni kwamba haujawahi kuingiza hizo taarifa. Kwa hiyo unaiambia akili yako ATM ikupe hela ambazo hazipo. Muda ambao ulikuwa unatakiwa uingize hivyo vitu, wewe labda ulikuwa unaingiza vitu vingine. Kwa hiyo kinachotakiwa muda huo hakipo. Muda wake. Kwa kuweza kuingiza taarifa za kutosha, inabidi uwe na muda pia wa kutosha. Na akili ya mwanadamu ilivyo, huwa inapokea mafaili afu inayapanga. Yaani ni kama kuna shelves huko kwenye akili yako. Kwa hiyo vitu ukiviingiza mapema, kwa mfano saizi mko wiki ya ngapi? Wiki ya pili. Wangapi mmeshaanza kusoma seriously? Bado saizi kwanza mna catch up, mna nini, walimu wameanza kufundisha. Sasa akili ya mwanadamu ilivyo, hivi vitu vikiwa vichache hivi ukiviingiza kwa bidii, maana yake akili inavipanga vizuri. Vinavyoendelea kuongezeka vinaendelea kupangiliwa. Kwa siku ya mtihani ukija, ukiambia akili nataka kitu fulani, simple tu, kinachukuliwa kwenye shelf unapewa. Hapo ndo unaambiwa bwana wewe ni jamaa ana speed kweli anajibu haraka. Lakini kwa mfano sasa ukaendelea na mambo yako na nini, ukitangaziwa test
na unaanza kutafuta hivi madaftari yangu yako wapi? Una muda mchache, kwa vitu vinaingia kwenye akili lakini vinatupwa. Yaani vimetupa hiki, kimetupa huku, kimetupa huku. Yaani ni kama unakuta labda ni kama hiki chumba kimejaa mahindi humu, alafu unatupa humu sindano kama 1000 hivi humu ndani. Halafu sasa siku ya mtihani umefika pale, unaiambia akili nahitaji hiki kitu fulani. Akili inakwambia kipo, lakini subiri kwanza tukitafute kipo. Hivyo unajua wanafunzi wavivu waga wanakuwa deep sana wakiwa likizo. Yaani ashajibu mtihani, ashafeli, akiwa nyumbani sasa ndio akili imepata vitu sasa inavileta. Unashangaa mbona hivi vitu navielewa sasa hivi. Unakuja kukumbuka vitu muda ambao huvihitaji tena. Unafikiri concept ya kuload imetokea wapi? Unaload nini kama vitu vipo? Unaload kwa sababu vitu vyako havijapangiliwa. Yaani ni kama chumba cha mvulana hapa ambaye yaani socks ziko huku. Ushawahi kuvaa socks tofauti, sio kwa sababu hazipo, kwa sababu huoni moja moja. Sasa akili yako pia iko hivyo hivyo. Ukifundisha kuingiza vitu taratibu mapema, peji ziko 2 lakini hakisha umezimaster, maana hivyo vitu vinapangwa. Vingine vinaendelea kuongezeka, vinapaa. Siku unavihitaji vinaletwa tu. Unashangaa mambo yanaenda vizuri. Lakini akili ukilazimisha, ukija kuizimia moto, na yenyewe ukiwa unahitaji majibu pia inakuzimia moto. Na mwisho wa siku anayepoteza ni wewe. Kwa hiyo lazima utumie muda wako vizuri ili akili pia ipate muda wa kutosha wa kuweza kuingiza vitu na kuvipangilia kwa utaratibu ambao ni mzuri. Naomba maswali. Niambiwa na dakika 20 za maswali. Si bado? Sawa. Naomba maswali kama yapo. Kama hamna maswali nimalizie vitu vyangu. Yes. Vipengele vipi ambavyo mtu anaweza kuzingatia. Sababu kupangilia mambo sio swala kwamba naamka tu unaanza kufanya. Kama vile mchakato fulani wa mshiriko mzuri mawazo ambayo tunasaidia mtu. Kuja hata anapopanga apange vitu ambavyo vitakuja kuleta matokeo mazuri. Naomba usaidie kama kuna vitu ambavyo wewe kwa experience yako unazingatia wakati ambapo ulikuwa unahitaji kufanya mpangilio mzuri wa mambo au ratiba zako ili kuweza kupata haya masuala ambayo lakini swala la pili. Sasa hebu ngoja tuende moja moja, maana lenyewe hilo na bado nafikiria namna nzuri ya kuliweka. Kwa namna ya kupangilia mambo, cha kwanza nimesema jifunze kuanza siku zako na Mungu, si ndio? Kwa muda mzuri wa kupanga siku yako ni kwenye uwepo wa Mungu. Yaani roho yako ikiwa imeamka, huo ndio muda ambao inabidi upange. Kwa hiyo jifunze kuishi kwa ratiba. Usiishi bila ratiba. Yaani hakisha siku zako unajua saa hizi naamka naenda kufanya nini? Kesho asubuhi nikiamka ni vitu gani natakiwa nifanye? Vitu gani natakiwa nifanye? Kwa hiyo namna effective zaidi ya kukufanya uwe na discipline kwenye mpangilio wa maisha, cha kwanza ni kuwa na ratiba ya kwako binafsi inayokuguide. Okay, kwa mfano mimi nina kipindi asubuhi. Halafu kipindi cha kingine ni saa 8. Labda kingine ni saa 1. Huo muda hapo katikati nitakuwa nafanya nini? Lazima upangilie huo muda wako uweze kujua. Baada hapo nini kinafuata baada ya nini? Kulingana na wewe ulivyo. Kulingana na wewe ambavyo ulivyo. Si kama nitakuwa nilikuelewa unachomaanisha. Kama sio hicho utaniambia tu. Yeah. Nahitaji kuwa na kitu fulani. Lakini hicho kitu ili nipate lazima niwe na mipango wakati kuweza niwezeshe nipate. Sasa katika kuweka hiyo mipango mambo gani ambayo ninazingatia ninapokuwa mpango wangu ule mpango ambao sasa hapo umekuwa a bit theoretical. Unaweza ukawa specific, kwa mfano unataka kupanga kwa ajili ya kitu gani? Kwa mfano labda maisha yangu labda ya kiroho ni nini? Mimi nataka niweke mpango ambao utanisaidia maisha yangu ya kiroho. Sasa kwenye huu mpango unaweza nifanya
lakini ili vitu viweze kufanya kazi lazima kuna mambo ambayo ni yazingatie. Sawa, nafikiri nimekupata. Sasa kuna kitu kinaitwa 20-80 rule. Yaani wanasema 20% ya mambo unayofanya yana uwezo wa kukupa 80% ya matokeo, na 80% ya mambo unayofanya yanakupa 20% peke yake ya matokeo. Yaani kwa mfano kwenye ukuaji wa kiroho, kwa mfano kama maisha yako ya kiroho yanalegalega, kuna vitu 20% ambavyo ukivifahamu ukavifanya vitakupa 80% ya spiritual growth. Sasa cha kwanza kwenye hicho kitu ambacho unataka kufanya, unatakiwa uidentify kwamba ni vitu gani ambavyo ni vya muhimu na ambavyo nikigusa hapa matokeo yangu huku lazima yatareflect. Kwa mfano kama ni ukuaji wa kiroho, ukianza kupractice spiritual disciplines, na kitabu hapo kinaitwa Set Me on Fire, kinaongelea nidhamu za kiroho. Ukianza kupractice spiritual discipline, kama mtu wa maombi, mtu wa neno, mtu wa mifungo, mtu wa ibada, mtu wa kuambia habari watu wengine habari za Yesu, hivyo vitu vitano ukifanya hivyo mwezi mmoja utakuwa umerudi kwenye reli. Utakuwa umerudi kwenye reli. Tena mwezi unaweza usifike. Kwa kama unataka kuplani kwenye hicho kitu specific sasa unachotaka kufanya, inabidi kwanza uanze kwa kujibu swali kwamba ni vitu gani ambavyo ukifanya hivyo vitakuwa na matokeo makubwa. Kwa sababu unajua unaweza ukafanya vitu vingine vingi sana vya kiroho. Unaweza ukaimba tenzi, unaweza ukafanya, lakini hivyo vitu vyote vinachangia 20% peke yake ya ukuaji wako wa kiroho. Kinachochangia 80% ni neno. Biblia inasemaje? Inasema kama watoto wadogo waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili mfanyeje? Mpate kukulia wokovu. Kwa hiyo kinachokufanya ukue ni neno. Kwa na neno haliendi bila maombi. Kwa neno, maombi, mifungo. Ukifanya hivyo vitu, kwa mfano kama ni maisha ya kiroho, utagundua kwamba ndio vitakupa 80% ya growth ambayo unaitaka. Kwa eneo lolote lile ambalo unataka mpango, cha kwanza lazima uanze kwa kujua kwamba ni vitu gani ambavyo kwenye hilo eneo vinaweza kukupa matokeo ya haraka na makubwa. Yeah. Swali lingine ilikuwa ni ndio. Kama sitakuwa nimekosea, sitakuwa ni msomaji mzuri sana wa kitabu. Na wote hapa tumezaliwa, hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa. Sasa vijana wengi tunatamani sana kusoma vitabu, lakini inakuwa ni kana kwamba tabia ya usomaji wa vitabu ni changamoto. Tusaidie. Wewe uliwezaje kuwa msomaji wa vitabu? Sawa. Kusoma ni tabia. Na kama tabia nyingine tu zote huwa inajengwa. Huwa inajengwa. Unajua kuna vitu ambavyo sijawaambia humu, lakini the moment you open your mouth, you tell the world who you are. Yaani sasa mkiwa mmekaa hivi, nyewe wote mko perfect kabisa. Sasa ngoja tukupe nafasi ya kuongea. Hapo ndo unatuambia wewe ni nani sasa. Kwa hiyo tutajua kama kichwa chako kuna vitu humo ndani au hamna. Na rafiki yangu alimpenda sana dada mmoja. Dada alikuwa anaimba sana. Kwa hiyo akawa anaona kama vile anaweza kuwa potential mtu ambaye anaweza akaingia naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo akaenda naye, akaomba waende mahali waongee. Sasa alivyorudi, rafiki yangu alikuwa yuko disappointed sana. Kwani amekuja tunaona nani anasonya tu, ameweka kichwa kimeinama. Nikamwambia brother, vipi? Ananiambia kaka, sisi tuendelee kuenjoy nyimbo tu pale, hamna kitu. Yaani kichwa hamna kitu. Sasa huyu mtu kwa mbali anaonekana yuko sawa, lakini kichwani hamna maarifa. Sasa maarifa huwa hayaingii kwa bahati mbaya. Ni kitu ambacho unadhamiria. Mimi nilipata advantage na mke wangu pia alipata advantage. Sisi tulilelewa bila TV kwetu. Kwa mimi tangu nakuwa maisha yangu mengi nilikuwa naboreka. Mimi ni last born kwetu. Kwa nimekuwa ndugu zangu wako shule tayari. Kwa niko mimi na baba na mama. Wazazi wangu wako busy. Kwa muda mwingi narudi shule sina cha kufanya. Nilikuwa nafanya nini? Kuna vitabu hapo vya kakaangu vya sekondari nikawa nasoma. Kwa kuna vitabu mimi nimekuja form 3 napata 90 kwenye literature huko nini. Watu wanaona na akili sana. Kumbe mimi hivyo vitu nilisoma niko darasa la 4. Kwa sababu nilikuwa sina cha kufanya. Kwa tabia ya kusoma niliijenga kwa sababu nilikuwa sina cha kufanya.
Na sisi hata saa hizi ukija nyumbani kwetu, cha kwanza utaboreka sana kwa sababu hatuna TV. Tuna library tu. Kwa hiyo utakaa siku ya kwanza ya pili, aidha utaondoka au utachukua kitabu cha kusoma. Na kwa sababu hiyo watoto wetu na wenyewe tayari wameshajenga hiyo tabia. Yaani saizi wakifika anakaa kwenye kochi anachukua kitabu. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakijenga. Mimi nikiwa chuo hapa nilikuwa natoka naenda posta, naenda kununua vitabu. Biographies. A lot of money. Lakini nilifikia hiyo level kwa sababu pia nilikuja kuona faida. Ukisoma ufahamu unakutoa kwenye grupu la watu wa kawaida. Ufahamu wako ukijengeka, unajua ni TD Jakes alisema tulilelewa tukiwa tunaambiwa kwamba silaha yako ya muhimu sana iko katikati ya miguu yako. Lakini uhalisia ni kwamba silaha yako ya muhimu kuliko zote iko katikati ya masikio yako. Yaani the most kinachokutofautisha wewe na simba ni nini? Ni akili, si ndio? Tofauti yetu ni kwamba wewe una akili, simba hana. Kwa pamoja na ukali wake wewe unaweza ukammaster na ukamcontrol kwa sababu wewe una akili. Sasa kama kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwe very sharp kwenye maisha yako, ni akili yako. Akili yako inatakiwa, yani ukifungua mdomo watu wanakuja. Yesu alisema palipo na mzoga ndio watakapofanyaje? Watakapokutanika tai. Kwa ukianza kuongea wewe unaongea vitu ambavyo ni substance, vitu ambavyo ni substance. In the long run, uwezo wako kiufahamu una mchango mkubwa sana kwenye maisha yako. Yaani sura nzuri, unajua kuna mtu anasema mimi kwa sababu tu mimi ni mzuri inatosha. Lakini kwa mfano kwenye ndoa, hivi utaishi miaka 50 ya ndoa yote kitu pekee unachochangia wewe ni kuleta sura nzuri? Ukishaleta sura nzuri tukakuona lazima ulete na mawazo pia, si ndio? Sasa mawazo unayatoa wapi? Lazima uwe na akili ambayo iko sharp. Yaani utashangaa ukiwa msomaji utaona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Kwenye mazingira hayo ambayo mpo, utakuwa na hekima kuliko umri wako. Kwa nini? Kwa sababu una interact. Kwa mfano kama nimekuwa narudia kusoma biographies za Nyerere. Yaani zinanipa kuelewa vitu vingi. Yaani kuna vitu ukiviona sasa hivi vinavyofanyika, wewe unajua kabisa hiki kinafanyika hivi kwa sababu hii. Msingi ulijengaga hapa, ndio maana sasa hivi tunapata matokeo haya tunayoyapata. Kwa hiyo mimi nijiposition hapa. Lakini hizo biography nilizinunua shilingi ngapi? It was a lot of money. Lakini ni kwa sababu nimeshaona uzuri. Nimeshaona uzuri wa maarifa. Kwa tabia ya kusoma unaijenga, unaanza. Biblia inasema bora hekima basi jipatie hekima, naam kwa mapato yako yote jipatie nini? Ufahamu. Sulemani anasema yani wewe atakuona wa maana sana ukichukua bomu lako lote ukaenda kununua vitabu. Alafu ukaja kuishi kwa rehema za Mungu. Lakini shida ni kwamba tulionayo ni kwamba we don't read. Yaani mtu hata kununua kitabu kimoja yani anaona amemsaidia sana huyo aliyeandika. Amemuunga mkono. Mimi tangu nikiwa fellowship nilikuwa nawaambia sitaki mtu anunue kitabu kwa kuniunga mkono. Mimi niko sawa. Yaani wewe kama unaona kitabu ukihitaji, watanunua wanaotaka kwenda kusoma. Usinunue kitabu changu ukaenda kukiweka kwenye shelf, alafu ukajisifia kwamba umenitia moyo. Mimi niko sawa, moyo wangu uko sawa. Kwa nunua kama unataka kusoma. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho kinachangia sisi kuwa hivi tulivyo. Ukiwa msomaji huwezi kuwa mtu wa kawaida. Nafikiri leo nitakuwa nimejibu. Swali lingine niliona mkono. Yes, karibu sana. Concept ya mentors wana umuhimu, lakini naona pia imekuwa overrated. Ni kitu ambacho kiko hyped sana for no reason.
nafikiri kwamba ukiweza kupata mtu wa kukuguide ni vizuri, lakini kuna mentorship ambayo unaweza ukaipata through reading. Yaani huhitaji kukaa na mtu, yaani kabla, vitu vingi ambavyo unajiuliza maswali unaweza ukavipata kwenye vitabu vya huyo mtu aliyeandika. Mimi nimekuwa mentored na watu wengine ambao washakufa, lakini they were great men of God. Nimesoma vitabu vyao, vimebadilisha namna ninavyofanya mambo. Sasa hivi nasoma kitabu cha Bishop Oyedepo. Sijawahi kukaa naye, sidhani hata kama naweza kumpata, lakini I have read so many of his books. Na sasa hivi hii wiki tu nilikuwa namwambia mke wangu kuna vitu nimebadilisha namna ninavyofanya. Nimeahirisha safari, ilikuwa ni safari Jumatatu, lakini nimesoma hicho kitabu, ndo nakisoma sasa hizi. Yaani nimebadilisha plani yangu kwamba no, lazima kwanza nifikie. Sasa hapo amenifanyia mentorship, lakini sijaonana naye, nimemsoma. Kwa kama issue ni kupata namna ya kufikiri, namna ya kuenenda, namna ya kufanya mambo, there is so much in books. Tena kimsingi hata mentors ambao wanaelewa wanachokifanya kabla ya kwenda kwake. Mimi mwenyewe mtu akiniambia anahitaji niwe mentor wake, cha kwanza namwambia asome vitabu vyangu vyote kwanza. Ili ukija, kwa sababu vitabu vyangu, vitu vingi unavyotaka kujua kwanza viko kwenye vitabu. Hiyo ndio testi yako ya kwanza. Ukishindwa hapo, wewe huwezi kuwa mentee. Kwa hiyo utajikuta ukisoma vitabu kuna maswali tu wala utakuwa nayo tena. Utakoja tayari umeshapata ufumbuzi. Kwa hiyo mentor Mungu akikupa wewe, mpokee kwa shukrani, lakini for the most part unaweza tu ukawa una consult watu ukiwa una changamoto. Una issue fulani ya kitaaluma, unataka mtu ambaye ameshavuka level fulani, unaangalia watu ambao wako available kwenye mazingira yako, unampata ushauri, una move on. Sio lazima sana uhangaike unatafuta mtu mmoja ambaye uwe chini yake. I don't subscribe to that much. Ukiwa na issue unahitaji ufumbuzi, unaweza ukapata mtu akupatie ufumbuzi. Ukipata mtu ambaye ana nafasi anaweza akakufanyia mentorship, is good. Ni kitu kizuri, lakini haimaanishi kwamba usipokuwa naye basi wewe maisha yako yameishia hapo. Sio hivyo. Unaweza ukawa mentored through so many other ways. So many other ways. Yeah. Na dakika mbili za mwisho. Swali la mwisho. Watumishi wa Bwana, nyewe tuko ibada moja? Au kipengele ni cha waliotengwa? Sio kama ndio backbench hapa, lakini wote wanaonekana ni watakatifu wa Mungu. Tuko sawa? Swali? Kuna swali hapa. Ngoja tupate ile hapa kwanza afu tutarudi. Mambo mengi ambayo umezungumzia kwamba age yetu mara nyingi inahusika kwenye mambo ya maamuzi. Ningependa kufahamu ni vitu gani vya kuzingatia unapofanya maamuzi. Kwa kila kitu tunatoka kimetokea ndio kwa hivyo ilikuwa ni maamuzi wewe unafanya. Kwa maana unafanya kazi. Kwa ni mtamani na sisi utusaidie tuelewe yani namna gani ya kufanya maamuzi yenye matokeo kwa maisha yetu. Namna ya kufanya maamuzi. Swali zuri, nitajibu kwa kifupi. Cha kwanza nafikiri nirudie tu nisisitize, huwezi kufanya vitu ambavyo huvijui. Yaani ukiangalia utagundua kwamba vitu vyote unavyovifanya wewe kwenye maisha yako kuna siku ulijifunza mahali. Kwa hiyo cha kwanza, ili uweze kuwa na maamuzi sahihi, lazima uongeze kiwango chako cha ufahamu. Lazima uongeze kiwango chako cha ufahamu. Yaani kwa mfano kama ni mdada, kuna level fulani ya ufahamu ukifika, hata mkaka akija kwako anataka kupropose, sio unang'ata kucha unaangalia chini. Unamwangalia usoni, unamwambia kwa nini unataka kunioa? Halafu jibu lake litakuonyesha kwamba ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wewe unajua tayari wewe unataka nini. Wewe unataka nini? Na mara nyingi sana niwaambie vijana, wadada wanachoangalia cha kwanza, ukienda anaangalia kwamba hiki kichwa hiki naweza nikasubmit kwenye hiki kichwa. Hii level ya kufikiri, hii thinking hii naweza nika subscribe kwenye hii kind of thinking. Kwa hiyo maana yake pia ukiongeza kiwango chako cha ufahamu, generally maisha yako yanakuwa upgraded. Yaani kila kitu kinachokuhusu wewe kinapandishwa level. Or it becomes now your new level. Utashangaa hata watu unao-attract, una-attract watu wa level yako. Unajua hata kama Tai ana upendo kiasi gani,
hawezi kuwa rafiki yake kuku. Watakuwa kwanza wanakutana wapi? Ni ngumu sana, labda wao wanatembeleana tu ikiwa kuna misiba au nini, lakini hawawezi kuwa marafiki kwa sababu wanaishi kwenye dimensions mbili tofauti kabisa. Mojawapo ya vitu ambavyo mimi nilianza kuviona nilivyoanza kukua, nilivyoanza kuwa serious na growth yangu. Kuna point ya growth hapa sikuisema kwa sababu ya muda. Lakini nilivyoanza kuwa serious na growth yangu nilianza kupoteza marafiki. Yaani we just grow apart. Sio kwamba tumechukiana au ni, lakini hatuna cha kusema tena. Kwa mfano na rafiki zangu ambao tulikuwa tunakaa chuo hostel, tunapiga story hadi saa 8 usiku. Tunaongea siasa, tunaongea mpira, tunaongea nini. Lakini sasa hizi tukikaa dakika 10 ni muujiza. Kwa sababu hatuna tena kitu chochote. Mimi siwezi kuongea siasa kwa masaa mawili. Naongea nini? Na vitu vingine ambavyo sasa hizi ndo ninaviona ni vya maana kwangu. Kwa kama hatuko kwenye level moja kwenye hicho kitu, mahusiano yetu yatakuwa yana struggle. Kwa hiyo ukiongeza kiwango chako cha ufahamu, kila kitu kinachohusiana na wewe kitaongezeka. Hata watu unaowavutia na wenyewe pia wataongezeka. Unajua hata watu, kwa mfano wewe ni mdada, ukiwa mdada, hata watu wanaokuja kukupropozea wanakuonyesha kwamba wewe ni wa level gani. Yaani mtu tu hayuko serious. Hata nywele huwa achani. Socks anavaa socks tofauti, siku zingine havai kabisa. Hajulikani fellowship anakujaga saa ngapi, anafanyaga nini. Huyu mtu anapata wapi ujasiri wa kuja kwako? Maana yake ameona mko level moja. Labda tu wewe kwa sababu uvaa socks unavaa Mosimo. Lakini hiyo inakuonyesha kwa sababu you attract huyu at the end of the day you attract. Ukiongeza kiwango chako cha ufahamu you will make better decisions. Lakini kingine ni kumsikia Mungu. Nilisema ile ya mwanzo, lazima umsikilize Mungu kwenye mambo yote ya maisha yako. Kila kitu muulize. Daudi alikuwa anamuuliza Mungu kwenye kila kitu. Yaani bora uchelewe lakini uende ukiwa na uhakika kwamba ni Mungu anaongoza. Biblia inasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Mungu. Kwa kama Mungu anaongoza hatua zako, lazima ujue kwamba hii hatua inayofuata saa hizi ni ya nini. Bila shaka nitakuwa nimekujibu. Albert, mwanzi. Kwanza TV tulianza nayo. Yaani wakati tumeanza tu maisha mimi na mke wangu, tukagundua sasa sisi wazazi wetu walitulea bila TV, sasa hizi ndio muda wa kufidia sasa. Kwa hiyo tukanunua TV kubwa labda kama karibia na huo ubao. Tukaiangalia labda kama miaka 2. Lakini kwanza tukagundua kwamba ni huyu sio sisi. Je, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo ambao hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tukajua tu tayari wazazi wetu washatuharibu, yani kwa uzuri. Lakini washatuingizia software ambayo hatuwezi tukaidelete kwa sasa. Kwa sababu kila mara nikimaliza tukiangalia TV tukimaliza nilikuwa najisikia hatia sana. Naona kama nimepoteza muda sana. Nimepoteza muda. Na siku moja nikiwa kwenye conference, Roho Mtakatifu tu akawa ananisemesha. Akawa ananiuliza, hivi mwaka huu umelipa shilingi ngapi kwa ajili ya DStv? Sasa kumbuka mimi nilikuwa naangalia hadi UEFA, kwa nilikuwa nalipa hela nyingi. Kwa hiyo nikatoa simu yangu nikapiga hesabu. Nikakuta pale kama 500,000 na kitu hivi. Kama 500,000 na kitu. Alafu nikasema okay, yani ni kama Roho Mtakatifu akaniambia okay, hii hela kwa mfano usingekuwa umetumia kwenye TV, ungetumia kufanyia nini? Ni kiwango kizuri cha hela ambacho ungeweza kufanyia kitu kingine? Ndio. Muda, achana na hela. Muda umetumia muda kiasi gani? Kwa tu ile siku pale nikafanya maamuzi kwamba kuanzia leo sitalipia DStv tena. Nimefika nyumbani siku moja, nimeamka asubuhi alfajiri kwenda kuomba. Ile TV ilikuwa sebuleni, nilivyoiona tu hivi Roho Mtakatifu akaniambia chukua hiyo TV ipeleke kanisani. Kwa hiyo nikachukua nikaipeleka kanisani and that was the end. Kilichotokea ni nini baada ya hapo? Tukajikuta wote tumerudi kwenye vitabu, kwenye kusoma. Tukajikuta ibada zetu za jioni. Unajua ni ngumu sana kuswitch kutoka kwenye TV kwenda kufanya ibada. Yaani fikiria nimeangalia ni Jumamosi nimeangalia football back to back kuanzia saa 8 hadi saa 6 usiku. Namalizia Serie A pale Juventus. Kipindi kile Ronaldo yupo. Hivi baada ya saa 6 hapo kuna ibada kweli hapo? Kuna mtu amebaki sebuleni? Hamna ibada. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba tulivyoachana na TV, yaani sisi kufanya ibada, watoto wangu hawa kuomba nao kufanya ibada masaa 2 ni kawaida sana. Kwa nini? Kwa sababu hatuna cha kufanya. Yaani jioni tuko sisi tu. Kwa hiyo tumebondi, watoto wetu wameweza kuongea haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu hamna katuni, wana human interaction.
ni wao na sisi. Tumekuwa familia, tumejel kwa kuondoa tu kitu kimoja ambacho wote tungekuwa tunafika pale tunafunga akili zetu tunawasikiliza wao wanafanya na kuongea nini. Kwa hiyo niliona kwamba, lakini pia nilimsikiliza Miles. Dr. Miles alisema if you watch TV you will not be watched. Yaani kwenye TV kuna watu wawili. Kuna mtu anayeangalia na anayeangaliwa. Ukiwa mtu anayeangalia ni ngumu kuwa mtu anayeangaliwa. Kwa mimi nilichagua upande wa kuangaliwa na sio wa kuangalia. Kwa it was a decision that we had to make, na mimi I would recommend it kwa mtu ambaye anaweza na anatamani. Inaleta utofauti mkubwa, yeah. Na unajua hata kwa mfano kama ni mpira hivi, kwa mfano ukienda kuangalia mechi nje huko, unaweza ukakaa uangalie mechi saa 8 hadi saa 6 usiku. Basically unaweza ukaenda kuangalia mechi moja tu labda. Lakini TV ukiwa nayo nyumbani, yani kuna muda mwingi tu mnaangalia, sio kwamba unataka kuangalia, lakini ipo, yani lazima muiwashe kwa sababu ipo. Kwa hiyo pia time factor, muda unapotea. Nafikiri muda wangu umeisha. Nipo na vitabu vyangu vichache, na hiki hapa Set Me on Fire cha Nidhamu za Kiroho, a very powerful book, kimetoka mwaka huu. Kama umeshai kupita social media zangu utakuwa umeona testimonies, lakini mambo nilikuwa nayasema yalikuwa yanatoka kwenye hiki hapa na hiki hapa. Hiki hapa kinaitwa Ramani ya Vita kwa ajili ya mwanafunzi, A Student's Battle Plan, mbinu 10 za kukupa ushindi kwenye taaluma. Hiki hapa huu ni mgodi, kimesheheni Neno na Maisha, one of my best books. Nilikiandika hichi kitabu wakati wa COVID. Humu ndani kuna madini humu ya hatari. Ya tafakari haya, hiki kilitoka 2023. Kutoka 2023. Nafikiri Shukrani umekisoma hiki kitabu. Yeah, one of the best also. Si kama kuna kitabu nimekisahau hapa. Yes, nimesahau Mtu wa Tofauti. Kitabu changu cha kwanza kile. Hiki hapa ndo Mtu wa Tofauti. Kile cha kwanza kiliisha kwa nikiwa law school 2018 nikakiandika upya. Hizi zimebaki kopi chache sana. Sasa hivi vitabu ukikutana navyo huko nje ni 20,000 kila kimoja. Ila nyie kwa sababu sasa ni wadogo zangu, mtaniambia bwana niwauzie shilingi ngapi. Labda nitawafanyia nusu bei. Hiki hapa mtakipata kwa 5,000 kwa sababu nataka wote mpate. Hivi hapa kila kimoja kwa 10,000. Mungu awabariki.